Okay, mtazamaji wa Mwandike Digital, tuko hapa na kupiga stori mbili tatu kuhusiana na taarifa mbalimbali za michezo, kama ilivyoada kwamba mara nyingi bwana, Mwandike Digital huwa tunayaangazia yale ambayo yamesheheni kwenye taarifa mbalimbali za michezo. Leo bwana napiga stori mbili tatu na mchambuzi wa soka Machange Junior, Benson Machange, tufahamu yaliyomo yamo au la. Na leo bwana, kubwa ni hili ambalo linazungumzwa mtandaoni kwamba kuna taarifa inaeleza kwamba Simba kana kwamba wana doubt na wanahitaji kufahamu pasipoti ya mchezaji Damaro ambaye anahudumu kwenye klabu ya Young Africans, na itakumbuka kwamba Damaro ni Mtanzania mara baada ya kupewa uraia akiwa kwenye klabu ya Singida Black Stars, lakini sasa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kuna mengi, ingawa uongozi wa Simba haujathibitisha hilo na hawakudauti hilo, lakini yanazungumzwa kwamba kuna hoja pia Simba wanaulizia kwamba je, wanahitaji kuona pasipoti ya Damaro. Hili likoje bwana Machange Junior, hili ambayo linazungumzwa, kama ni kweli wana Simba wanazungumza hayo, unaweza ukasemaje bwana Machange? Mimi kwanza niseme nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Unajua Simba ni klabu ya mpira wa miguu na sio watu wa uhamiaji. Sawa sawa. Masuala ya kufuatilia uhamiaji ama passport ya mtu ama uraia wa mtu sio jukumu la klabu ya mpira. Ni jukumu la ofisi iliyokasimishwa kazi hiyo na serikali, ofisi ya uhamiaji. Sasa nikusomee tu taarifa kwa kifupi ya uhamiaji. Okay. Wahusika wenyewe wenye hili tukio. Ilikuwa ni Januari 23, 2025. Mwaka huu. Mwaka jana. Okay. Januari 23, 2025. Okay. Taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Uhamiaji. Kwa kumbe jukumu mama la Simba ni kucheza mpira. Jukumu la kufuatilia passport za watu na uraia wa nani yuko wapi, kwa nini yuko hapa, ni jukumu la Wizara ya Mambo ya Ndani. Sawa sawa. Wana kitengo kinaitwa uhamiaji. Idara ya Uhamiaji inapenda kutoa ufafanuzi wa taarifa zilizochapishwa na kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii ya vyombo vya habari kuhusiana kupatiwa uraia wa Tanzania wachezaji watatu wa timu ya mpira wa miguu ya Singida Black Stars. Wachezaji wanaotajwa kwenye taarifa hizo ni kama ifuatavyo: Emmanuel Kwema Keyeke, huyu ni Mghana; Josephat Arthur Bada, Cote d'Ivoire, sawa sawa, ambao ni Ivory Coast; lakini Mohamed Damaro Kamara, Guinea. Wachezaji tajwa waliomba na kupewa uraia kwa mujibu wa vifungu vya 9 na 23 vya serikali ya uraia ya Tanzania sura ya 357. Kwa muktadha huo, Idara ya Uhamiaji inapenda kuutaarifu umma kuwa watajwa ni raia wa Tanzania tajinis. Imetolewa na msemaji mkuu wa Idara ya Uhamiaji SSI Paul J. Msela, na signature yake pale ipo. Kwa hiyo hoja hiyo, jukumu la kuhoji Saidi Ali Mwandike ni mtu wa Morogoro na sio Mnyarwanda ama Mburundi ama Mkongo ama taifa lolote lile. Sio jukumu la kilabu cha mpira. Wao wanahitaji passport ya mtu kwa ajili ya kazi gani? Kumbe wewe ndio umefahamu kwamba wewe anatumia passport ya Ghana. Wanahitaji passport kwa ajili ya nini? Asikujiridhisha. Wanajiridhisha kwenye nini? Kwenye na passport. Huku kujiridhisha kumeanza lini? Mbona wasidai passport ya Duke Ogabuye? Mbona wasidai passport ya Keyeke? Sasa wanafahamika. Nisikilize bwana. Simba wamekutana na Singida mara ngapi wakati Kamara Damaro yupo ndani? Mara nyingi, sio? Mbona hawakudai passport yake? Taarifa hii imetoka Januari 25, 2025. Mbona hawakuuliza kuhusu uraia wake umekuwa kuaje? Nisikilize. Kinachowatesa Simba
ni dabi ya tarehe 1, na hizi kelele ni za kumtoa Yanga kwenye reli. Wasichokijua, Yanga imesimama imara na haisumbuliwi tena na makelele ya nje ya uwanja. Ina focus na project zao, na wao ndio wanaoseti agenda, na hakuna namna yoyote Simba anaweza akaikimbia hii mechi tarehe 1. Simba hakuna namna yoyote watakaoikimbia hii mechi tarehe 1. Labda waombe litokee janga kubwa la kitaifa ambalo litafanya mambo yote yasimamishwe, tu focus hapo. Kwa hiyo kama taarifa ni za kweli hizi ambazo zinaelezwa Simba kudai passport ya Damaro, ni taarifa ambazo hazina mashiko kwako? Ni mwendelezo wa mambo ya hovyo tu yanayofanywa na baadhi ya vilabu katika nchi yetu ambavyo havina mashiko yoyote, na airtime ambayo wachambuzi na baadhi ya watu wanazipa hizi ajenda ndogo ndogo ndio zinazofanya mpira wetu kuhojiwa ni ligi bora kweli ya 6 barani Afrika ama kuna namna nyingine. Unajua sisi tuna serikali inatumia nguvu kubwa kujenga mpira wetu, lakini kuna kikundi cha watu ama kuna vikundi vya watu wachache vinatumia nguvu kubwa kurudisha nyuma maendeleo ya mpira wetu na kudhoofisha nguvu za serikali kwa mambo madogo madogo kama haya. Wewe ni klabu ya mpira, leo hii unaenda kupambana kuhitaji kuonyeshwa passport ya mchezaji ambaye mamlaka inayosimamia uraia ilishatoa maelezo. Huo ni utovu wa nidhamu wa kawaida. Kwa mimi niseme kitu kimoja, Simba ni timu ya mpira wa miguu na imesajiliwa kama taasisi ambayo itakuwa inafanya kazi za mpira wa miguu, na Yanga na Simba watacheza tarehe 1 mwezi wa 3 New Amani Complex. Hilo halipingiki, hilo halitobadilika. Matokeo yatakayotokea hapo kama yanajulikana ni sawa. Yanga hii ambayo inaonekana ni dhaifu, haijawahi kufungwa na Simba. Hii ambayo watu wanasema Yanga dhaifu, na hiyo ni kifungwa. Sasa wote niambie inafungwa kwa engo ipi? Haya, watu walikuwa wanapiga makelele, bwana tuna mtu anaitwa Aura, tuna mtu anaitwa Geye, tuna mtu anaitwa sijui nani. Kwenye mechi ya jana uliwaona wewe? Lakini ukiangalia kiwango cha Yanga kana kwamba mashabiki wameanza kudoubt, wanaamini kwamba pira gumu kwa sasa Yanga inacheza. Usiwe na wasiwasi, tarehe 1 sio mbali. Pira gumu tarehe 1 sio mbali. Wao ndio utaonekana hapo. Mimi nasemaje? Si Yanga huyu ametoka kucheza na Ahli akadraw naye. Si Yanga huyu alimfunga FAR Rabat. Si Yanga huyu kamfunga JS Kabylie. Usiwe na wasiwasi. Lakini kwamba kila mechi inakuaga na intensity yake. Inaonekana kana kwamba kocha style yake ni kuzuia zaidi. Nasemaje? Na pira gumu linaonekana. Nasemaje? Tarehe 1 ni swala la muda. Tarehe 1 ni swala la muda. Hauoni kana kwamba huenda ikawa ni wakati mgumu kwa kocha Pedro kama mambo hatakuwa mazuri kutokana na hiki ambacho kinaonekana kwa sasa? Wewe unaamini kwamba Yanga anafungwa na Simba? Naweza kaamini. Unaweza ukaamini. Na naamini. Nataka nikuhakikishie kitu kimoja, miongoni mwa watu ambao watapatiwa surprise ni wewe pia. Miongoni mwa watu ambao watapatiwa surprise ni wewe pia. Sio wewe. Sikiliza. Yanga ina timu bora. Yawezekana kuna usajili ulifanyika kimakosa dirisha kubwa, lakini dirisha dogo angalia signings zilizofanywa. Simba sio kwamba hawana wachezaji. Wana wachezaji lakini hawana timu. Bado hawajajua nani ni nani, nini ni nini, kipi ni kipi. Wana wachezaji, individual brilliance zipo nyingi sana kwenye klabu ya Simba. Kwa hilo ndio wanatoa kwa hilo. Hilo tu. Kwa sababu pale haendi kucheza Chama, inakwenda kucheza klabu ya Simba, timu ya mpira iliyokamilika. Sawa, mimi ninaamini kwenye teamwork, ninaamini kwenye compactness, ninaamini kwenye unit, bond na kitu kushikana kuwa kitu kimoja. Mimi ndo muumini wa mambo kama haya. Mimi ninachokiamini, Simba anayo nafasi ya kuendelea kutengeneza timu yake na kuwa timu bora, lakini asitokee mtu akajinasibu kwamba tunawafunga Yanga. Bwana, twende kwenye mechi ya jana kati ya Namungo dhidi ya timu ya soka Young Africans. Wengi wanaamini kwamba bwana Yanga imebebwa bwana, kwamba Namungo walistahili kupata penalty. Ni mtu pekee ambaye hajui mpira anaweza akasema hivyo. Kivipi? Naona kama uko peke yako tu. Najua watu wengi watafocus kwenye kuangalia faulu ambayo ingetakiwa kuchezwa, ambayo wengi wanaitafsiri kama ni penalty. Lakini kwangu mimi nitakwambia kitu kimoja.
Ukiniambia kwamba ile ni faulo, nitakwambia ndio ni faulo, alafu tujadiliane sasa ilichezwa katika eneo lipi. Twende hapo. Mchezaji alichezewa faulo akiwa nje ya box, akadive kudondokea ndani ya box. So ndani alichezewa nje ya box. Lakini ukiangalia pale wachezaji ambao wamempa rapsha hapo wengi pale, na walikuwa wachezaji wawili tu, useme wengi, walikuwa Hussein na nani, Mohamed Hussein Chabalala pamoja na Damaro. Alichokifanya, alimpush kwa shoulder, upande wa pili tayari ilikuwepo Chabalala ndani ya box ama nje ya boksi, kwa sababu mchezaji anajua kabisa hapa nilipo niko sehemu ambayo naweza nikapata chochote kitu. Akaona no, lazima nidondokee hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku, na mimi niseme kitu kimoja, bado naendelea kumlaumu kocha na ni refa wa jana, kwa sababu ile ilipaswa kuwa faulo iliyochezwa nje ya box. Kwangu mimi angekuwa ni miongoni mwa marefa bora sana kama angeweka ile faulo jana, lakini kuto kuiweka ile faulo jana ndio kuliharibu mpira wote. Kwa hata ile penalty ambayo alikuwa ameiweka huku tayari ilikuwa imeshatengeneza ukakasi, kwa sababu mbona hii ni nyepesi, lakini ile ilikuwa ndani ya boksi, ilikuwa haina utata. Kama ile iliyotokea upande wa Yanga kwamba Namungo amenyimwa, ingekuwa imetokea ndani ya boksi ile, mimi mwenyewe nimesema kabisa ile ni foul na ingetakiwa kuwa penalty, lakini foul ile ifanyike nje ya box. Kama ingekuwa ndani ya box basi ingekuwa ni penalty, lakini haikustahili kuwa penalty. Haikustahili kuwa penalty, ile ilistahili kuwa foul. Lakini Yanga wacheza pira gumu kwa mtazamo wa mashabiki wengi. Sasa mashabiki mimi huwa naumiza kichwa. Lakini usimeona mechi mbele hizi zidi ile mechi iliyopita FA na hii mechi Cosmo na Yanga apata goli 2 na hakucheza mpira mzuri huu ambao mnasema nyinyi objective football. Yanga na Namungo, mimi nawapa credit Namungo. Namungo amewapa Yanga game time. Kabla hujasema Yanga hawajacheza, mheshimu Namungo kwamba naye ni klabu ya mpira wa miguu, alafu ina miongoni mwa klabu vilabu ambavyo vina makocha bora. Guardiola mnene, mzee wangu Mgunda, anakuambia kwa ile mechi jana man of the match ni refa Mgunda huyo. Yes. Wewe unaonaje? Of course kama refa ametafsiri sheria visivyo sawa, kwa sababu kuna offside moja ambao Shabalala angefunga goli, wameiweka kama offside, lakini ilikuwa ni rebound ambayo kipa kacheza, imegonga mwamba, imerudi imemkuta Shabalala, anataka kufunga, isivyo bahati refa anyosha, anasema ni offside. Wewe unajiuliza okay, hii sheria wanajifunzia wapi hao marefa? Na imekuwa ni mchezo ambao mwaka huu kila msimu. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona kabisa kwamba ni jambo ambalo wanatakiwa wajifunze, waone namna gani ambavyo wanaweza kulifanyia kazi. Kwa hiyo kwangu mimi bado nafasi ipo, bado uwezo upo. Yanga wana timu bora na Mungu ana timu bora, ni kuendelea kupambana. Yeah. Hakuna kubebwa kabisa. Hakuna kubebwa. Penalty haikuwa nyepesi ambayo umepata Young Africans. Sasa huo wepesi ni unaupima na mzani upi? Ilikuwa ndani ya box ama ilikuwa ni foul ndani ya box ama sio foul? Ndani ya box foul. Ndio. Foul ikitokea ndani ya box inakuwa nini? Si ni penalty. Basi tunamaliza hivyo tu. Iwe ni nyepesi, iwe ni nzito, it doesn't matter. Kama ambayo huku refa aliikataa foul ya nje ya box, ungeniambia angeikataa na ile ningesema anajaribu kubalance mzani. Lakini uhalisia ni kwamba zote ni faulo, na isivyo bahati najua atafungiwa tu. Lakini pia TFF nao pia wanawasimamia bodi ya ligi hao, waangalie namna gani ambavyo watakavyo wapini hao marefa ili michezo ya ovyo isitokee. Hivyo tu. Kwa jinsi ulivyotazama mechi ya Yanga, wewe na mimi Yanga atakaa vizuri tu, si ndio? Yanga atakaa vizuri, kwa ni Yanga kwa vibaya. Si mwenendo, yani kwa mpira unaochezwa kwa sasa chini ya kocha Pedro na Machange. Kuna vidole vimeshaanza kunyoshewa kwa kocha Pedro. Ana haki ya kunyoshewa vidole. Watu wa Yanga wamezoea aina fulani ya mpira ambao wanaukosa. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wa Yanga wamezoea aina fulani ya mpira ambao wanaukosa. Kwa hiyo mwisho wa siku watu kunyoosha vidole ni jambo la kawaida. Kwa hiyo tuendelee tu taratibu. Tarehe 1 watajibu kwa vitendo. Siku chache zimesalia. Wiki moja tu. Na Simba umetazama vipi? Simba jana alikuwa Dodoma huko, wapata ushindi tena. Wengine nakwambia ushindi wao sio ushindi wa figisu, ushindi mzuri kabisa, goli 2-0. Wamecheza mchezo mzuri.
Lakini kama nilivyokuambia, kuna baadhi ya wachezaji ambao wameimbwa sana hapa hizi mechi 2-3. Jana wameonja joto ya kucheza mkoani. Naona tempa yao ilikuwa imeshuka. Mimi nategemea kupata dabi nzuri sana kwa sababu Simba anakuja, Yanga naye anakuja. Kwa hiyo watakutana tu sehemu tarehe moja, alafu wataamua nani bingwa. Yeah. Lakini kura yako unaipa Yanga? Of course nampa Yanga kwa sababu ndio bingwa mtetezi, lakini pia ndo amemfunga Simba mara nyingi na ana kikosi bora. Simba anatengeneza timu. Mimi nakushukuru sana. Mimi nakushukuru pia Bwana Said. Shukrani. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.